J Studio inawaletea. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة فليعوذ بالله من البدع الضلالة اللهم آمين. Ndugu zangu katika imani, vijana wetu wa Mahad al-Imam Shafi'i, nachukua fursa hii kuzungumza nanyi, hasa wale vijana wetu wageni ambao ndio kwanza wameingia katika mwaka huu mpya wa masomo. Napenda kuzungumza nanyi katika mlango wa nasaha katika hii njia ambayo mmeitaka nyinyi ya kutafuta elimu. Nachukua fursa hii kushukuru uongozi wa Mahad kuweza kunipa fursa kuonana nanyi tena leo, kupeana nasaha ambazo zitasaidia kutia motisha katika kuitafuta elimu. Kwa hiyo nachukua fursa hii kutanguliza baadhi ya maneno ambayo naamini yatakuwa ni nuru na mwanga wa kuweza kuwasaidia katika njia ya kutafuta elimu. Ndugu zanguni katika imani, hasa wale vijana ambao mmeingia masomoni mwaka huu mpya katika chuo chetu, kwanza tutasema shukrani na sifa zote zimstahiki Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwapa nia nyinyi na wazazi wenu kuweza kuchagua mahadi hii kuwa ndio moja ya sababu ya kutafuta elimu yenu. Kwa hakika nawapongeza kwa chaguo hilo nyinyi na wazazi wenu, kwa sababu bila shaka ukiangalia juhudi ambazo zimefanywa na Mahadi katika miaka yote hii iliyopita, zimezalisha matunda mengi ya kuonwa, na bila shaka wengi wenu itakuwa mmeambukizwa na wenzenu ambao wametangulia kuja. Mahadi yetu ina utaratibu, haijitangazi sana, lakini athari zake ndio zimekuwa matangazo. Wengi katika vijana ambao walimaliza masomo hapa ndio ambapo wapo mikoani wakiendeleza shughuli hii ya da'wa, na Mwenyezi Mungu amewapa taufiki kwa kiasi kubwa sana, wameleta juhudi ambayo imeonekana maendeleo yake. Ndugu zangu katika imani, jambo la msingi kabisa katika matendo yote ya mja Muislamu, anatakiwa kila analofanya amkusudie Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa lugha ya kisheria awe na ikhlas, amtakasie nia yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba afanye kwa ajili ya Allah. Kila analofanya basi amkusudie Allah, asikusudie chochote. Ndio maana ya ikhlas, jambo ambalo mtaliona katika somo la tauhid. Kwani manabii wote na mitume waliotangulia ndio jambo lao la mwanzo waliowafundisha waja kwamba sisi tunatakiwa tumwabudu Mola wetu kwa kumtakasia nia, kwamba ni yeye tu ndio anastahili kuabudiwa. Bali hii ni amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa katika suratul Bayyina aya 5 pale aliposema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin. Hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja kwa ikhlas, wakimtakasia dini. Kwa hiyo jambo la ikhlasi ni jambo muhimu sana, hasa katika masala ya kutafuta elimu. Inatakiwa mtu mara ya kwanza tu umeamua moyo wako kuufungua kwa ajili ya kutafuta elimu, basi uweke azma katika moyo wako, mimi nasoma nielimike kwa ajili ya kunyanyua jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kufanya hivi basi
bila shaka malipo ni makubwa sana, kwa sababu kwa kawaida watu wenye elimu hasa ya kisharia wanakuwa na ujira mkubwa sana, lakini kwa sharti la msingi ikhlas. Kwa sababu kama ikiwa umesoma kwa ajili ya ujulikane kuwa wewe ni alim, basi kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wewe utakuwa ndio katika watu wa mwanzo watakaoadhibiwa na Mola. Kwa nini? Kwa sababu hukusoma kwa ajili ya Allah, ulisoma kwa ajili ujulikane kwamba wewe ni mwanachuoni, ulisoma ili usifiwe, ulisoma ili watishie watu. Unaona? Kwa hiyo ni jambo la msingi hilo ambalo takiwa mwanafunzi yoyote akianza tu kutafuta elimu basi aeke katika moyo wake kwamba mimi jamaa nasoma, Mwenyezi Mungu aniwafikishe nipate kunyanyua jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Wanachuoni wote au wengi wanakubaliana kwamba kutafuta elimu hakuna tofauti na kufanya jihadi fi sabilillah, na hukumu hii imetokana na ile aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Tauba aya 132 pale Allah aliposema kuwaambia waumini, wakati wa aya hii ilishuka Madina kama inavyosemwa na wanachuoni wa tafsiri, pale Allah aliposema wama kana almu'minuna liyanfiru kafa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Haiwi waumini wote watoke kwa ajili ya kwenda kupigana jihadi. Mwenyezi Mungu anasema haiwi wote watoke kwa ajili ya kwenda kupigana jihadi, basi litoke kundi katika nyinyi, baina yenu nyinyi, unaona, litoke liende likajielimishe dini, halafu lipate kurudi na elimu na kuwahadharisha ndugu zao waliokuweko huko. Kwa hiyo hii ni amri ya Waislamu. Wanachuoni wanasema Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hii ni jihadi mbadala, kwamba hii aya ilikuja wakati Waislamu walipoamrishwa jihadi Madina, wakataka kutoka wote, hamasa ya kwenda kupigana vita kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakataka kumwacha mtume peke yake pale Madina. Ndio ikaja aya kwamba hapana, haiwi watu wote watoke waende wakapigane jihadi, libaki kundi na mtume sallallahu alaihi wasallam lijielimishe dini, halafu litakapoelimika lirejee likaelimishe watu wake. Kwa hiyo wanachuoni wanakubaliana kwamba kheri na thawabu zinazopatikana katika kwenda kupigana vita kwa ajili ya Allah ndio zile zile zinazopatikana kwa mtu ambaye ametoka amesafiri kwa ajili ya kutafuta elimu. Na haya naungwa mkono na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Anayetoka kwa ajili ya kutafuta elimu basi huyo yuko katika jihadi, yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu mpaka pale atakaporejea. Kuonyesha kwamba hamna tofauti ya mtu aliyetoka kwa ajili ya kwenda kupigana na makafiri kwa ajili ya kuhuisha jina la Allah subhanahu wa ta'ala, kulinyanyua, na yule ambaye aliyetoka kwa ajili ya kutafuta elimu. Nasema hivi watu wengi hawajui, kwa sababu kama wewe ni mwanafunzi mfano umeamua kutoka kusini ya Tanzania Mtwara kwa ajili ya kuja kusoma, Mwenyezi Mungu la qadarallahu aweza akafanya makadirio yake akaamua kukuchukua. Kwa maana mfano umepata ajali, Mwenyezi Mungu awahifadhi, ikawa sababu ya kutoka roho yako. Kwa mujibu wa mafunzo haya basi wewe umekufa jihadi. Kama ulitoka na nia kutafuta elimu, lakini ulitoka mina kwenda mahadi Imam Shafi kwa ajili ya kutafuta elimu, ukapata bahati mbaya, ukapata ajali, ukafariki, basi wewe umekufa fi sabilillah. Taban ahkami za mujahidi aliyekufa katika vita ni tofauti na wewe uliokufa katika ajali. Wewe utafanyiwa mambo yako yote, lakini tunazungumzia fadhila
na thawabu ambazo unazipata. Yule aliyekufa katika uwanja wa vita, nyewe mnajua kwa sheria ya Kiislamu hahitaji hata kuoshwa, anazikwa hivyo hivyo, unaona, bila kuoshwa kama vile anavyokufa mtu mwingine. Kwa hiyo hii inaonyesha ikhlasi ni jambo muhimu sana katika kutafuta elimu. Kwa hiyo mtu kama amekuja hapa aweza kadai mbele ya macho ya watu kwa mimi kuja kutafuta elimu, kumbe kaja kutafuta biashara hapa. Na haya mambo tuyaona, hatuingilii ndani ya nyoyo za watu, lakini mtu anakuja kusoma mwezi mmoja miwili, mara mkuta yuko soko la Tangamano auza mitumba kule. Hatukatai mwanafunzi anaweza kufanya biashara katika namna ya kujikimu, lakini lengo ambalo linakuleta hapa mwanadamu au wewe kijana ni kutafuta elimu. Unaweza ukawa utatafuta namna njia ya kujikimu, kwa sababu maisha ya kiwanafunzi hasa katika masala yetu ya kusoma dini yana ugumu ambayo mtakuja kuyashuhudia, lakini mtu anakuwa kwamba anafanya atafuta dunia yake kwa ajili ya dini. Si yule ambaye ameamua kuacha masomo kabisa akaamua sasa wewe ni mtu wa biashara. Twasema haya kwa sababu tunao uzoefu wa baadhi ya vijana ambao walikuja, pengine walikuja na nia njema, lakini wakaja kubadilisha nia baada ya kuja kwenye miji, kwa sababu hii miji nayo ina athari zake. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie hili jambo la ikhlasi kwamba ndio jambo muhimu sana katika maisha yetu. Jambo jingine ambalo pia nyinyi mnatakiwa mpongezwe, tendo la kuchagua kuja kusoma kwenye Mahadi al-Imam Shafi'i. Mahadi al-Imam Shafi'i ina misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Ni katika vyuo vichache katika nchi hii ambavyo vinaelimisha watu kwa misingi ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Yani Mahadi Imam Shafi'i, manahiji zake zote lengo lake ni kumuelimisha kijana apate kuifahamu hii dini kwa misingi ya Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Haya ni mambo ya wazi. Na chaguo hili ni utekelezaji wa zile kauli za wema waliotangulia. Kwa mfano mwanachuoni Muhammad bin Sirin rahimahullah alikuwa na kauli mashuhuri, anasema inna hadha al-ilmu din, hakika hii elimu ni dini. Alafu akasema fandhuru amman ta'khuduna dinakum, basi angalieni ni wapi kwa nani mtachukua dini yenu. Twasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amewapa taufiki, kwa sababu kama ikiwa hukuchunga nasaha za wanachuoni kama hawa, utakuja shtukia umekuja Tanga umekwenda kwenye madrasa Shamsia, madrasa za kisufi ambazo Qur'an na Sunna ni jina tu, lakini kauli za mashekhe wa tarika ndio zimetangulizwa. Nyie mnajua maturuka haya wameadhimisha mashekhe wao kama kina hawa watu matarika Qadiria, Shadhilia, Dandarawia, Nakshabandia mfano wake. Wengi wamewaadhimisha mashekhe na wamechukua kauli zao kuliko kauli ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni muhimu kuchunga, na mimi nasema hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bahati mbaya jambo hili nataka niwatanabahishe kwamba hii kauli ya Ibn Sirin imekuwa matat. Kila mmoja lile alilokuwa nalo yeye katika manahiji zake ndio anaona kwamba yeye ndio huyo aliyekusudiwa na Ibn Sirin. Ni wapi pachukuliwe elimu? Nafikiri mmesikia hawa vijana ambao wamejitokeza zama zetu, sisi tunawaita majadida, wao wanachukia sana, wao wanajiita masalafi. Wanaitumia hii kauli ya Ibn Sirin kwa kuwaambia vijana hasa mahala panapostahiki hasa kutafutwa elimu ni kwenye marakiz zao, wanaziita marakiz za masalafi. Wanasema hivyo. Mimi nasema marakiz za majadida, sio za masalafi. Na alafu bahati mbaya zaidi wamekuwa wakiwahamasisha vijana wasije katika mahadi zetu za watu wa Sunna, Ahlus Sunna wal Jamaa. Tumeshawahi kuwasikia hasa mashekhe wao kwamba msiende kusoma Mahadi Imam Shafi'i,
msiende kusoma Darul Hadithi. Imam Shafi ndio hii hapa, Darul Hadithi ni hii hapa, ilikuwa ambayo mashuhuri inaitwa Boraska. Sasa angalia mahadi ambayo hii ndiyo iliyokuwa ya mwanzo kuelimisha watu Qur'an na Sunna. Kwa upande wetu wa Tanga tuzungumza, hatuzungumzi habari ya Tanzania, tunasema hii mahadi ndiyo ya mwanzo kuelimisha watu Sunna, Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hao ambao wanadai kwamba wasipeleke vijana wasije kusoma hapa, wakati sisi twapeleka hii da'wa sahihi, wao bado walikuwa wapiga ngoma na zumari, wapiga madufu. Sasa wangelikuwa na insaf, wangewaambia Waislamu kwa ujumla, msipeleke watoto wenu madrasa Shamsia au Zaharau au Mawa. Kwa nini? Kwa sababu hizi ni madrasa za kisufi ambazo mashekhe wao ndio walioleta athari kubwa katika nchi hii. Hii nchi asilimia kubwa ya Waislamu masufi. Watu wa Sunna ni wachache, na hii Sunna imekuja baadhi ya mashekhe, Mwenyezi Mungu walipe kila la kheri, ambao ndio walioanza kutoa miangaza ya Sunna, akiwepo mfano Sheikh Abdallah Saleh Al-Farisi wa Zanzibar, ambaye alikuja kuhamia na kuwa kadhi mkuu hapa Kenya. Halafu mashekhe wa Kenya unaona mashuhuri kina Sheikh Al-Amin bin Ali, ambaye ni katika watu wa mwanzo waliosomesha kitabu Tauhidi cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ni mtu mzima ambaye amefariki muda kabla hawajazaliwa wa vijana wanaoambia watu wasisome madrasa za Sunna. Kwa hiyo Sunna ilikuja, ilianza kupulizwa na mashekhe wakubwa kama waliotangulia. Vijana walipokwenda Arabuni kusoma, hasa Saudia, Madina na miji mingine ya Saudia, ndio walikuja kuendeleza, hatusemi kuanza, kuendeleza gurudumu la Sunna. Kwa hiyo wakati vijana hawa walivyokuja kuendeleza gurudumu la Sunna, hawa vijana tunaoita majadida wengi walikuwa wako kwenye turuk, wakipiga madufu, wakipiga mazumari. Sasa zile madrasa ambazo asili yake ndizo zilizoeneza usufi katika nchi hii wamekaa kimya. Halafu ubaya mwingine utakuta katika mazungumzo yao yote, nyie chunguzeni, na atakayepata kanda moja aniletee ambayo shekhe hao katika hao mashekhe ambao sisi tunaita majadida amewahi kumzungumza, mfano Sheikh Muhammad Ayub ambaye ndiye muasisi wa madrasa Shamsia, ambaye mwenyewe alijisifu na watu wanamsifia kwamba ana wanafunzi nchi nzima hivi. Katika wanafunzi wake Sheikh Muhammad Al-Aidi alifariki hivi karibuni, rahimahullah wa ghafara Allahu lahu. Katika wanafunzi wengi sana. Sasa ni nani hasa wa kuhadharishwa? Kuhadharisha watu wasiende madrasa Shamsia ambazo zinaendeleza usufi, unaona manhaji yao ambayo ni kinyume na Ahlus Sunna wal Jamaa, au kuhadharisha mahadi Imam Shafi. Halafu jingine la kushangaza, Said Kutubi anafahamika upotevu wake na juhudi yake aliyoifanya kwa nia njema maskini, lakini wanachoona sasa maskini alikuwa jahili katika dini, alikuwa ni mtu adabi, ni mwandishi mzuri, na ndiye aliandika fi dhilal al-Qur'an. Kajitahidi wakati alipokuwa jela kaandika, lakini ni mtu ambaye hakuwa na dini hivyo. Lakini baadaye, baada ya kuwa amekwenda Amerika nini, akaona ukufuru wa kule, akaingia ghaira ya dini. Lakini katika uandishi wake akakomba vitu vingi ambavyo viko nje ya manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Amefariki kwa kuuliwa na Jamal Abdel Nasser, alikuwa rais wa Misri. Sasa kafanya anoyafanya, amehamasisha dini vijana, lakini kuna baadhi ya makosa aliyoyafanya. Sasa huyu, jambo la ajabu, vijana wengi hawamjui, lakini huyu ndio anayezungumzwa kila siku hapa Tanzania. Jihadharini na Said Kutub, jihadharini na Said Kutub na fikra zake. Lakini huwezi kusikia hata siku moja katika vijana hao mashekhe hao wanazungumza jihadharini na fikra za Sheikh Muhammad Ayub, jihadharini na fikra za Sheikh fulani, Uweso wa fulani fulani. Hakuna hilo. Mimi nimejaribu kutafuta japo kalima, hakuna kabisa.
wakati hawa ndio walioathiri hii nchi nzima hivi sasa. Hata viongozi wa Uislamu nchi hii wanaongozwa na masufi na wanajisifu wamesoma madrasa Shamsia. Sasa mbona hii hatuoni kahadharishwa watu wakienda? Lakini watu wa sunna walioshikamana na sunna kikweli kweli ndio hawa ambao wahadharishwa. Kwa hiyo ndugu zangu, hii kauli ya Sheikh Muhammad bin Sirin au Imam Muhammad bin Sirin yatakiwa izingatiwe. Kila mmoja anaipeleka kule anakotaka. Ndio nikasema ni matati, imekuwa kama elastiki. Ukivuta huku ya kubali, ukivuta huku ya kubali. Lakini ukweli ni kwamba Muhammad bin Sirin alikuwa ni katika masalafi wema waliotangulia. Iangaliwe, je, hii madrasa ya Mahadi Imam Shafi'i inapeleka watu wapi? Mwelekeo wake ni upi? Manhaji yake ni ipi? Hakuna mtu yote aje ashuhudie hapa, apekue, aje ingie madarasani akute eti kunafundishwa tafsiri ya fi dhilal al-Qur'an ya Said Kutub. Kuna kijana mmoja maskini alijazwa fikra na majadida, aliingia maktaba ya Mahdi Imam Shafi'i akakuta kitabu cha tafsiri fi dhilal al-Qur'an. Hapa kaja juu, kwa nini mnakiweka kitabu cha khariji huyu? Yani uonyesha ufinyu wa akili. Sisi tumesoma alhamdulillah katika vyuo vikuu ambavyo vikubwa vya kimataifa vya ulimwengu, vitabu vya aina vyote vya watu wanaojinasibisha na Uislamu vipo. Vitabu vya Mashia mpaka na Makadiani vipo. Haya, wewe utauelewa vipi ubaya wa Said Kutubi au na fikra zake au ubaya wa Mashia kama huambiwi vitabu vyao hivi hapa vya asili hivi hapa? Angalieni wamesema hivi ndani ya kitabu hiki hapa. Ndio lengo la kuweka kitabu cha Said Kutubi hapa au vitabu vyake. Haina maana kwamba tumeweka ili watu wafundishwe fikra zile mbovu ambazo zilizokuwa nazo. Na Said Kutub mwanadamu, si kila alichokisema kilikuwa kibaya. Kulikuwa na mambo mengine mazuri ambayo baadhi ya wanachuoni wameanukuu wakubwa katika wanachuoni wetu wa Ahlus-Sunna wal Jamaa. Mfano Sheikh Albani, Sheikh Fauzani amewahi kunukuu baadhi ya maneno. Ni mtu mwanachuoni wa aina yake, pamoja na kwamba hakuwa amebobea sana katika masala ya fiqh au aqida, lakini kwa upande wa lugha alikuwa ni bingwa, inafahamika hili jambo. Kwa hiyo hili jambo tuzingatie sana ndugu zangu wanafunzi, kwamba tusije tukababaishwa na propaganda. Na hili ndio nawahadharisha sana vijana wapya hapa, kwa sababu huu mji wa Tanga mimi nauita ni mji wa majungu. Mchukue hadhari hiyo. Watu walio wengi walioishi hapa Tanga, wengi hawana kazi. Katika miji ambayo utakuta haina harakati za kibiashara ni Tanga. Tanga imesinzia, imelala. Unaona watu wengi wanategemea ndugu zao, wazazi wao. Na alhamdulillah, kwa sababu mfumo wa maisha ya Waislamu wana udugu. Kwa hiyo sasa wakimuona ndugu yao hana kazi, basi wanamstiri. Unaona ikifika saa za kula njoo tule, siku zinaenda. Lakini kutokana na hali ya kimaisha ilivyokuwa ngumu, vijana wengi wanabaki kwenye vijiwe, hawana kazi. Wengi sasa wakikaa pale watazungumza nini sasa? Ima habari ya mipira au habari za kuzungumzia wasichana, mambo ya uzinzi, au hivi sasa imeingia siasa. Ndio kabisa, kila baraza ukiingia ni habari ya siasa. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi hawana kazi. Wewe angalia baadhi ya miji ambayo yenye harakati. Kwa wale waliobahatika kutembea, kwa mfano kama mji wa Nairobi. Mji wa Nairobi huwezi kukuta mahala watu wamekaa wazee wanakunywa kahawa. Sidhani umewahi kukuta baraza ya kahawa Nairobi. Mtu anatoka enda kazini saa 11 asubuhi, anarudi saa 2 usiku. Atakuwa na wakati gani wa kukaa kwenye baraza? Sasa ukiona mji umejaa mabaraza, ujue wengi hawana kazi. Na sasa mbaya zaidi, hata saa za ibada, saa za swala zinafika, huoni mtu kabisa amebabaika hapo. Ukipita saa dhuhuri, saa za swala, utakuta watu hawana habari kabisa. Wengine wanacheza makeram, wacheza mabao, wacheza nini, wanazungumza tu. Na wala hamna kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kwa hiyo
Hadhari vijana wepi ambao mmekuja, shughuli yenu shaghili iwe ni kuitafuta hii elimu na kuwa na hirsi ya kuitafuta kama walivyokuwa na hirsi wema wale waliotangulia. Hadhari ya ndugu yangu, kama ikiwa umesoma, Mungu amekupa taufiki, ukawa lengo lako sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaona hivi sasa Mungu kajalia watu wengi wanaumbuka kwa sababu ya mitandao. Kwa njia ya mitandao utajua huyu mtu si masala ya kutafuta elimu, huyu atafuta umashuhuri. Yani shekhe, wewe kila unachofanya wajitoa kwenye mitandao, huna tofauti na wasanii. Ukiingia ndani ya gari wapigwa picha, ukitoka wapigwa picha, sijui ukila wapigwa picha, ukifanyaje wapigwa picha. Sasa lengo lake nini? Hivi ni vyombo vimekuja kusaidia, sio kwa ajili ya kueneza maovu au kuwapa mbele watu ambao hawana mwelekeo uliokuwa mzuri. Angalia kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna mtu amejielimisha katika mambo ambayo wataulizwa hawa watu maulama hawa, watakuja kuulizwa huko siku ya hisabu. Haya wewe, hebu tuelezee neema yako ni ipi ambayo ulikuwa nayo, umeitekelezaaje? Mimi alhamdulillah nimejielimisha, nimeelimisha watu alhamdulillah. Anakuja malaika anamwambia kadhabt, mwongo mkubwa wewe. Kwa nini? Kwa sababu wewe hukuwa ukielimisha liuqalu annaka alim. Je, hukuwa ukisoma wewe kwa lengo lako upate kuambiwa wewe ni mwanachuoni alimu? Sasa ushakuwa mwanachuoni, huna chako. Watu hawa watakuja kuadhibiwa mwanzo kabisa katika watu watakaoadhibiwa. Kwa hiyo hili jambo latakiwa lizingatiwe, na kariri neno la ikhlas ni jambo muhimu sana. Jingine ambalo napenda kuwafahamisha ndugu zangu vijana, hasa swala la hirsi ya kutafuta elimu. Msipoteze muda kila kukiwa na mnasaba wa kupata elimu. Na elimu hasa mashekhe wetu madarasani hutuambia kwamba elimu ya darasani inapatikana asilimia labda 75, lakini sehemu iliyobakia inapatikana nje ya madarasa. Yani usikae wewe elimu unaona nitaipata kipindi cha kuingia darasani na kutoka. Kuna njia nyingi, kuna halakati. Unaona kuna wasaili siku hizi. Kwa mfano kama juzi kulikuwa na hafla ya vijana waliotakharaji karibu 300 nakumbuka. Vijana wametakharaji kwa njia ya mtandao. Wamesoma mpaka wamehitimu, wamefanya mitihani, wamefaulu. Yani wasaili zimekurubia, ile hoja ya kusoma na tafuta elimu imeanza kuondoka, kwa sababu popote ulipo unasoma. Sema tu uwezi kulinganisha mtu anayesoma kwenye mitandao na mtu anayesoma kwa mwalimu. Hasa mtu anayesoma kwa mwalimu anapata athari nyingi sana. Jambo kubwa analipata ni akhlaq. Unaona jambo ambalo huwezi kulipata kwenye mitandao, kwa sababu lazima kuwe na mtu ambaye ni uswa kwako wewe, ni kiegezo. Sasa kwenye mtandao huwezi kupata kitu kama hiki. Utasikia sauti tu au utamuona mtu, lakini huwezi huishi naye, humjui mwenendo wake. Kwa hiyo ni jambo muhimu la kuzingatia. Sasa mfano mzuri nimeona ni wapi jamaa wa hirs. Huyu mwanachuoni ambaye alikuwa mwanafunzi wa Imamu Abu Hanifa ambaye mashuhuri anaitwa Abu Yusuf, anasimulia yeye kwamba alifelewa na mwanae mdogo. Ikawa kumebaki kazi ya kumwandaa yule maiti, kumuosha, kumtia sanda na kumzika. Basi kwa kauli yake anasema, nilimkalifisha jirani pamoja na akriba wakaifanya hiyo kazi ya kwenda kumtayarisha maiti na kumuosha. Kwa nini? Kwa sababu kipindi hicho ilikuwa Imamu Abu Hanifa na darsa. Anasema nimeogopa lisije likanifutu darsa lile. Unaona hapa tunapojifunza kwamba kwanza hata awe nane amekufa, watu hawavunji madarasa, wanaendelea kuonyesha jinsi salafu walivyokuwa na hirsi ya kutafuta elimu. Mtu mwanae kafa, kama ni wewe leo
mfano wahudhuria madarasa jioni, mwanao kafa, kweli uache kumshughulikia mwanao uende ukasome darasa la jioni tunalo sisi? Vipi Sheikh, mimi nimekuja darasa hapa, mwanangu nimewachia watu, utaonekana vipi zama hizi zetu jamaa? Jitu jambazi wewe, mtu una huruma, mwanao kafa umekataa. Sasa huu ni mfano wa namna jinsi ya wema walivyokuwa. Hata mfano tukichukua mfano mwingine, zama za kifo cha Abu Bakar Siddiq ambaye alikuwa ni khalifa wa Uislamu hasa, ilikuwa tayari mtume ameshafikiria kuandaa jeshi, unaona mpaka Abu Bakari anaondoka, alikuwa yeye Abu Bakari mwenyewe ameandaa ile jeshi, mpaka anafariki ile jeshi alijatoka Madina. Akawaambia mimi nikifa leo usiku jeshi litoke, kuonyesha namna gani watu walikuwa na hirsi ya kuitumikia hii dini. Hii ilikuwa ni aina ya jihadi ya kitali ambayo alikuwa amesimamia Abu Bakar Siddiq. Kwa hiyo na hii jihadi ya elimu haina tofauti, hirsi yake kuitafuta elimu haina tofauti na jihadi fi sabilillah. Malengo yetu makubwa ni kuelimisha Waislamu wapate kuitekeleza hii dini. Nukta ya mwisho ndugu zangu, hivi sasa kumeanza kutokea matukio mengi ambayo yameanza kuwatia utata vijana wanafunzi kwa hakika. Na hii ni nasaha kwetu sisi maduati, kwamba kuna baadhi ya mashekhe ambao tuliwaamini sana kwamba ni vijana au mashekhe, maana sasa washafikia umri mkubwa, si hatuwezi kuwaita vijana, lakini zama za ujana wao walikuwa mbele katika kuitetea hii sunna, walikuwa mstari wa mbele. Lakini sasa kadri umri unavyokwenda wanaonekana wanakengeuka. Mtu shekhe wa kuaminika wa sunna unakwenda kuitwa na msanii kuhudhuria shughuli ambayo imebeba sura ya dini, lakini wewe unakwenda kuhudhuria kuunga mkono, na wakati unaenda kuna minkarati inafanyika mle ndani, kuna minkarati inafanyika. Unakwenda kwa maana ya kwamba eti mimi nimealikwa, kuna mashindano ya watu mashuhuri ya kusoma Qur'an, kwa hiyo waitwa wewe kama mgeni rasmi au mtoa mawaidha, watoa mawaidha, na ndani ya hiyo hafla kuna minkarati chungu nzima. Nimeshuhudia wallahi hiyo hafla hiyo imefunguliwa na watu wa muziki, wanaitwa watu wa kasida, lakini wamekuja na magita na mavyombo ya muziki. Hiyo hafla ya Qur'an imefunguliwa hivyo. Haya, wewe utasema wewe ni shekhe gani wa sunna, wakaa mwanzo mpaka mwisho, mpaka unaondoka hujaonyesha dalili yoyote ya kulizuia lile jambo, kwa sababu hatua ya mwisho ambayo ni ya mwisho kabisa ya mtu ambaye ameshindwa kuzuia kwa mkono wake au kusema ni kuondoka. Hii ndio manhaji ya sunna, inkari al-munkar. Ima utazuia kwa nguvu kama una uwezo, umeshindwa bilisanika, umeshindwa biqalbika, unashindwa kabisa, moyo wako unachukia, na kuchukia kwako ni wewe kuondoka kwenye ile majlis, lakini upo mpaka zawadi zatolewa na wewe pengine ushafungiwa bahasha yako unaondoka. Hii inaleta picha gani kwa vijana wanaosoma? Na haya mambo jamaa sasa yana trendi. Haya mambo yakifanywa na mashekhe wa kisufi hatuna wasiwasi, kwa sababu tunajua ni sera zao. Wao wenyewe wamehalalisha muziki. Sasa hata akihudhuria hafla ya wasanii ya kufanya lolote pale, huwezi kuhangaika kubabaika sana. Lakini jambo lenye likafanywa na mtu ambaye tumemwamini ni mtu wa sunna, shekhe wetu, halafu anaonekana yuko katika hali hii, au mfano siku moja tuamkuta kaingia kwenye redio za makhurafi anakwenda kutoa mawaidha, pamoja na kwamba mawaidha yake ni hayo ya Kiislamu ya jumla, lakini tayari ushawapa picha hasa vijana kwamba kumbe hawa watu hawana neno bwana. Na ndio hali tunaokwenda nayo hivi sasa. Washajitokeza baadhi ya mashekhe ambao tuliwaamini watu wa sunna, hivi sasa wamekuja na mwelekeo mpya wa umoja huu feki, Habil na Nabil nachanganya. Hapana jamaa, umoja wa kweli ni ule ambao wa watu walioshikamana na Qur'an na sunna.
mtengano umetabiriwa na Mtume, utaendelea kuwepo kwenye firaki hizi firaki zitakuwepo. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tujikusanye katika firqatun najia, lile pote ambalo ni wokovu. Kwa hiyo kwa njia kama hii, ndugu zangu, hasa vijana, mchunge sana, hasa kwenye mitandao. Siku hizi inachukua nafasi kubwa ya kupotosha watu. Mitandao hivi sasa yatakiwa uangalie ni mitandao gani hasa, kama ikiwa ni channel gani hasa. Unaona hii kauli ya Ibn Sirin inaingia kila mahali. Angalia ni channel gani ambayo utapata vitu cream vya kweli. Unaona, usiingie mahala ambapo wewe elimu yako ndogo unaingia kwenye shubha, mara umebebwa, umeingia kwenye upotovu. Kwa hiyo kwa haya machache, ndugu zangu, nimesema nitakamilisha kwa kuwatakia kila la kheri na ufanisi, hasa vijana wetu wapya walioingia na wale ambao ni wa zamani tunao hapa, waendelee kufanya juhudi ili Mwenyezi Mungu wape taufiki, wapate kumaliza masomo yao, waende kuihudumia hii dini na kuisimamisha sunna ambayo hivi sasa inapigwa vita vikali sana. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.